Mpendwa msikilizaji, na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaendelea na kitabu chetu cha Ufunuo. Kabla ya kuendelea na somo hili, tuweze kuomba. Asante rafiki yetu mwema, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye huruma, unayetusamehe sisi maovu na makosa na dhambi zetu. Asante kwa huruma na upendo huo. Sasa tunakuja mbele zako tukinyenyekea miguuni pako, tukiomba msamaha wa dhambi zetu ambazo tumekukosea. Samehe dhambi zetu. Tawala ndimi zetu wakati huu tunapojifunza. Tawala fikra zetu, fikra na ndimi zetu ziweze kunena makuu, na fikra zetu ziweze kuwaza mambo makubwa ya mbinguni. Asante Baba kwa kuwa Roho Mtakatifu yuko tayari sasa kutufundisha kupitia jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana msikilizaji, Ufunuo 6 mstari wa 5 hadi wa 6. Hapa ndipo muhuri wa 3 unafunguliwa, na inasema kwamba na alipoifungua muhuri ya 3, nikamsikia yule wa 3 mwenye uhai akisema, njoo. Na tazama farasi mweusi nikamuona, na yeye aliyempanda na mizani mkononi mwake. Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai 4 ikisema, kibaba cha ngano kwa nusu rupia, na vibaba 3 vya shairi kwa nusu rupia, wala usiadhuru mafuta wala divai. Mpendwa msikilizaji, hiki ni kipindi cha muhuri wa 3, ambapo tunaona jinsi ambapo kinafananishwa na kipindi cha kanisa la kiunabii la mwaka 313 hadi mwaka 538 baada ya Kristo katika kanisa la Pergamo. Hiki ni kipindi cha giza kubwa na upotofu wa maadili ulianza kutokea katika kanisa, na hili iliweza kuonyeshwa na ishara hii ya farasi mweusi. Na kwa matukio muhuri wa 2, njia iliweza kufunguliwa kikamilifu ili hali hiyo ya upotovu wa maadili uletwe katika kipindi cha muhuri wa 3. Huu ni wakati uliokuwa kati ya utawala wa Konstantini, ambapo kipindi hiki kilianza mwaka 313 na kuishia kipindi cha kuanzishwa kwa upapa mwaka 538 baada ya Kristo. Unaweza kwa haki kutambuliwa kuwa ni wakati ambapo makosa mabaya sana na ushirikina mbaya zaidi vilianza kujitokeza katika kanisa la Mungu. Kuhusu kipindi kilichofuata mara moja baada ya siku za Konstantino, Mushaini anasema kwamba hadithi zile zisizo na maana zilianza katika kipindi hiki, ambapo zilishikamana na falsafa ya Plato na maoni ya watu. Hizi zilikuwa zimeifanya sehemu kubwa ya walimu wa Kikristo kuyakubali kabla ya wakati wa Konstantini. Yaani kwenye muhuri wa 2 ndipo zilipoanzia. Sasa ziliweza kudhibitishwa na kupanuliwa na kupambwa kwa njia mbalimbali kwenye muhuri wa 2. Kutokana na hayo sasa kulitokea heshima kupindukia kwa watakatifu waliokufa. Maana yake ni kwamba watu walianzisha ibada ya watu waliokufa wakiwaombea marehemu. Mpendwa, ngoja nikwambie kitu, huo ni uongo. Hiyo ni mbinu ya shetani kuaminisha kwamba tule tu bata duniani, tufanye tu dhambi, ili siku tukifa wapo watu ambao watakuwa hai duniani watatuombea tutafika mbinguni. Kumbe ni mtego, anataka tusifike mbinguni. Mpendwa, huyu shetani anajua kwamba wakati tu mtu anapokata roho, mlango wa rehema unafungwa. Hata ukimwombea wewe ambao uko hai duniani, ukimwombea kiasi gani, hata ukifanya nini, hawezi kusamehewa. Mwisho wake, kama mwisho wake ulikuwa amekufa akiwa na dhambi, atakuja kukutana na moto wa milele. Kama mwisho wake ulikuwa mwema, atakuja kufika mbinguni, atachukuliwa kwenda mbinguni wakati Yesu atakaporudi mara 2. Kwa hiyo huu ni uongo wa shetani aliweza kuingiza katika huu muhuri wa 3 katika kanisa la kinabii la Pergamo. Hii inaonyesha jinsi ambavyo shetani anajaribu kudanganya, anabuni mbinu nyingi. Na sasa na mawazo yale ya maana ya moto fulani ambao umekusudiwa kutakasa roho ili ufike mbinguni baada ya kufa iliweza kuanzishwa. Hii ni uongo. Kutokana na hayo pia kulitokea useja wa makuhani. Kukawa na shetani akaleta dhana ya kuwa mtu sio lazima aoe, mtu sio lazima aolewe. Akaanzisha hii system kwamba mtu asiolewe na mtu asioe. Ndio maana sasa hivi kuna mapadri ambao hawajaoa, na mpaka sasa hivi kuna masista ambao hawajaolewa. Hii ilianzia hapa
kuonyesha kwamba shetani anajaribu kuwaminya watu, anajaribu kuwadanganya watu katika maandiko matakatifu. Na hapa tunaona jinsi ambavyo na ibada za sanamu zilianza katika kipindi hiki cha mwaka 313 hadi mwaka 538 katika kanisa la Pergamo. Hapa ndipo tunaona jinsi ambavyo ibada ya sanamu iliingizwa, na mfalme Konstantini huyu aliweza kuleta ibada ya sanamu akitokea katika kuabudu siku ya jua, siku ya Jumapili, akiabudu miungu ya jua, Mungu jua. Akawashawishi na wataleta ibada ya sanamu, na akabadilisha siku ya kuabudu. Badala ya kuabudu Jumamosi, siku ya Sabato, yeye akabadilisha, akawaambia watu ili tuweze kuwavuta wengi hao wanaoabudu miungu, ambapo mimi nilikuwa naabudu miungu, ili tuweze kuwavuta wengi kwa Mungu, tubadilishe siku ya kusali, tuweze kusali Jumapili. Ndipo kukawa na mtengano mkubwa. Kuna watu ambao walienda kushikilia imani wakisema hapana, sisi siku ya kusali tunaenda na Biblia peke yake. Siku ya kusali ni Jumamosi. Lakini kuna wapo ambao walikubaliana na Konstantini wakaanza kusali siku ya jua. Hivyo ibada sanamu ikaanzishwa pale na vitu vingi vikaanza kuharibika. Hiyo ni mbinu ya shetani mpendwa. Hii ni mbinu ya shetani. Shetani ana mbinu nyingi za kuweza kutudanganya. Mungu tusaidie ili tuweze kugundua mitego ya shetani. Mungu tusaidie ili tuweze kuepuka mitego ya shetani akitujaribu, tutoke katika neno lako. Rafiki yetu mwema, tunashukuru kwa kuwa unaendelea kutupigania. Endelea kutufundisha zaidi katika somo hili, tuweze kujua ni wapi ambapo paliweza kutokea makosa. Asante rafiki yetu mwema. Mpendwa msikilizaji, hapa tunaona jinsi ambavyo msafara mkubwa wa ushirikina mbalimbali ulioko polepole baada ya dini ya kweli na uchaji wa kweli. Mapinduzi haya kuchukiza yalitokana na sababu mbalimbali. Harakati au haraka ya kipuuzi katika kupokea maoni mapya, tamaa isiyo sahihi ya kuiga ibada za kipagani na kuzichanganya na ibada ya Kikristo, na ile tabia ya uvivu ambayo watu wengi wanayo kuelekea dini yenye muonekano wa kuvutia na ya kujionyesha, yote yalichangia kuanzisha utawala wa ushirikina juu ya magofu ya Ukristo. Tena Moshenyi anasema kwamba kitabu kizima kinahitajika kuelezea orodha hilo mbalimbali ambazo wadanganyifu walizitumia kwa mafanikio kuwadanganya wasiojua, wakati dini ya kweli ilipokuwa karibu kabisa imeondolewa na ushirikina kutisha. Hizi nukuu kutoka kwa Moshenyi zinaelezea kipindi kinachofunikwa na farasi mweusi wa muhuri wa tatu kwa namna inayolingana kikamilifu na unabii. Inaonekana kwa hili jinsi upagani ulivyoingizwa katika Ukristo, na jinsi katika kipindi hiki mfumo wa uongo ulisababisha kuanzishwa kwa upapa ulivyokamilisha kwa haraka sura zake zote na kukomaa katika ukamilifu wake wote wa kusikitisha na nguvu kubwa. Hii ni kulingana na mwandishi mashuhuri ambaye anaitwa Uriah Smith katika kitabu chake cha Daniel and Revelation. Bado msikilizaji, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 6 mstari wa 5 hadi wa 6, anasema mtu aliyepanda mizani, aliyepanda ameshikilia mizani mkononi, ana mizani ya kupima chakula. Tangazo linatolewa kibaba cha ngano kwa nusu rupia na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia. Usidhuru mafuta wala divai. Katika eneo hili nafaka, mafuta na divai yalikuwa mahitaji ya msingi katika maisha. Hii ukiweza kusoma vizuri katika Kumbukumbu la Torati 11 mstari wa 14, kitendo cha kula mkate kwa kupima kwa uangalifu nafaka kiliashiria uhaba wa chakula au njaa. Hii ukipata muda soma Walawi 26 na mstari wa 26. Pia soma kitabu cha Ezekieli 4 mstari wa 16. Katika siku za Yohana mpendwa, dinari ni nusu rupia, ni sawa na kusema shilingi kwa Tanzania. Unapozungumzia dinari unafananisha na shilingi kwa Tanzania, na unafananisha na USA dola. Ilikuwa ni mshahara wa kila siku mpendwa. Mathayo 20 mstari wa 2 utaweza kusoma. Katika hali ya kawaida, mshahara wa kila siku unaweza kununua mahitaji yote muhimu ya siku hiyo kwa familia yote.
Kwa hiyo njaa inaweza ikapandisha bei ya kila siku katika tukio la muhuri wa tatu, ili muhitaji mtu kufanya kazi siku nzima ili kuweza kununua chakula cha kumtosha mtu mmoja tu, sio familia. Ili kulisha familia ndogo, mshahara wa siku moja ungetumiwa kununulia vibaba vitatu vya shairi ambacho kilikuwa ni chakula duni na chenye bei nafuu kwa ajili ya masikini. Tukio la muhuri wa tatu huonyesha matokeo zaidi ya kuhusiana na kuikataa Injili. Pale ambapo tuliona farasi mweupe ilikuwa inawakilisha kuhubiriwa kwa Injili, basi farasi mweusi anawakilisha kukosekana kwa Injili. Nafaka katika Biblia huashiria neno la Mungu. Hiyo utasoma Luka 8:11. Kitendo cha kuikataa Injili kinasababisha kutokea kwa njaa ya neno la Mungu, sawa na ile inayofananishwa na Amosi 8:11-13. Hii tunaona jinsi ambavyo katika muhuri wa pili njaa neno la Mungu lilianza kukosekana. Watu walianza kukataa mafundisho. Hii ilisababisha katika muhuri wa tatu njaa ya neno la Mungu iweze kutokea. Na mizani inaonyesha kwamba dini na mamlaka kiraia zitaunganishwa katika mtu yule ambaye atasimamia mamlaka ya utekelezaji katika serikali, na kwamba atadai mamlaka ya kuhukumu katika kanisa na serikali. Hii ilikuwa kweli miongoni mwa watawala wa Kirumi tangu siku za Konstantini hadi utawala wa Justiniani, alipotoa mamlaka hiyo ya kuhukumu kwa askofu wa Roma. Hii ni kulingana na mwandishi mashuhuri anaitwa Uriah Thimis katika kitabu chake cha Daniel and Revelation. Na mafuta, mpendwa, huashiria Roho Mtakatifu, na divai huwakilisha damu ya Yesu juu ya wokovu katika Yesu Kristo. Hii hutuambia ukweli kwamba hata kama neno la Mungu ni haba, bado Roho Mtakatifu anakuwa yupo kazini, na wokovu bado upo, unapatikana kwa wote wanaotafuta ukweli. Hivyo basi mafuta na divai hivi vinaonyesha neema za Roho, inaonyesha imani na upendo, na kulikuwa na hatari kubwa ya kuviharibu hivi chini ya ushawishi wa roho ya kidunia. Na inathibitishwa vizuri na wanahistoria wote kwamba mafanikio ya kanisa katika zama hizi yalizaa upotovu ambao hatimaye uliashiria katika kuanguka na kusimamishwa kwa machukizo ya kumpinga Kristo. Hili linatuambia ukweli kwamba hata kama neno la Mungu ni haba, bado Roho Mtakatifu yupo kazini, na wokovu bado unapatikana kwa wote wanaotafuta ukweli huo. Itaonekana kwamba sauti inayoweka kikomo kwa kiasi cha ngano kwa bei ya senti na kusema usidhuru mafuta na divai haisemwi na mtu yoyote duniani, bali natoka katikati ya wale wenye uhai wa nne, ikimaanisha kwamba ingawa wachungaji wasaidizi, wahudumu wanaojidai kuwa ni Wakristo hawakujali kundi la Mungu, bado Bwana hakuwasahau katika kipindi hiki cha giza. Sauti inatoka mbinguni, anahakikisha kwamba roho ya ulimwengu haishindani na kiwango kwamba Ukristo uharibiwe kabisa, au kwamba mafuta na divai, yaani neema za uchaji wa kweli, zipotee kabisa duniani. Hii ni kulingana na mwandishi mashuhuri anaitwa Uriah Thimis katika kitabu chake cha Daniel. Asante rafiki yetu mwema. Sasa tumegundua kwamba katika kipindi hiki cha mwaka 313 mpaka mwaka 538 AD ndipo kipindi ambapo shetani aliweza kujikita na kuingiza mambo mabaya na madanganyifu katika kanisa lako, na hadi sasa watu wanayatumia, na hadi sasa watu wanafuata vitu hivi. Baba, tusaidie kwa kufahamu ukweli, ukawaelezee watu wakaweze kufahamu madanganyo na kuweza kujinasua. Asante rafiki yetu mwema, kwa kweli tunatamani watu wajue huu ujumbe, tunatamani watu waweze kuelewa ukweli, ili Baba waweze kujinasua na madanganyo haya. Asante, tupatie ujasiri wa kuweza kuyanena haya. Asante kwa kuwa umetenda na umejibu kupitia jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo. Amen.